Kwa watazamaji wa DMTV in USA, kwa majina naitwa Bernadette Monkera, natokea Kongo, tarafani Fizi, mji wa Sebele. Kwa kupenda kutangaza biashara yako au kupromote kazi mbalimbali, ungana nasi kwa kupitia namba hii. Nyuma kamera, Bosco Enka. Yes. Jambo. Kwa majina naitwa Jack Cloud. Baadhi ya wengi wananiita Jackson Dino, lakini kwa jina ambalo nafahamika zaidi ni DM Production Films. So nimekuja mbele ya mashabiki zangu, mbele ya mashabiki wetu wa DM Production Films kusema kwamba tupo kimya sana, na kuwa kwetu kimya siwezi nikajua kama kuna maanisha, lakini kuna sababu. Cha kwanza, kitu ambacho kinatukosti ni vyombo vinatukosti sana, na baada ya kukostiwa na vyombo vinatupeleka sisi tunakuwa tuko down. Kwa sababu gani? Kama gisi mnavyofahamu, tuna wasanii wazuri. Ukienda kwenye DM Production Films utaona tuna wasanii wazuri sana, na miongoni wa wasanii hao yupo Kaluta Zezeta. Katika kundi letu tunaye Kaluta Zezeta ambaye ni comedian ambao watu wanamwamini sana na watu wanampenda sana hivi. Lakini Kaluta haonekani. Unajua kuna kitu kama vile kitu ambacho kinachosababisha mtu ana trend ni media, na kinachosababisha mtu anashuka ni media. Cause hata mimi management naweza nikasema kwamba mimi nataka nifanye hiki kwa ajili ya Kaluta, lakini kama media haimpandishi yule mtu, msanii aweza kakua ama mtu aweza kakua, lakini Kaluta ipo chini. Naweza nikazungumzia ni kwa ajili ya media. Tunaona wengi tu wanafanya ma interview kila siku, kila dakika, maana muda wote yule anafanya interview, lakini sio kwa Kaluta. Na ndio maana nimesema kwamba kinachomshusha mtu media ndio inamshusha mtu. Hata manager anaweza kusema mimi nataka nimtoe mtu wangu hapa afanye hivi. Pili, kinachompa mtu motisha kushuka sana kikazi ni vyombo. Tuna changamoto nyingi sana kuhusu vyombo. Changamoto nyingi sana. Cause unaweza decide kwenye mwezi huu natakiwa nigharimu kiasi hichi cha pesa, ama natakiwa nitoe season kuanzia 1 to 50 au 1 to 40. So, lakini unakuja kuangalia tuko na lost pesa. Season 1 mpaka 7 ama 8 ama 9, mtu anakuambia tusema mimi hapo utanilipa 150k. So unakuja kuangalia 150k ndio 1 to 7 ama 1 to 9. Sasa imagine ukuje kuchukua 1 to 50, unapoteza kiasi gani cha pesa? Unakuwa una spend la money kwa wale mashuta. Basi mimi kama manager ama msimamizi wa DM Production Films, nikaona huyu anaweza, why not mimi nisiweza? Ama huyu yupo nyumbani kwa ajili ya watu watatu wawili ambao wapo Marekani. Mimi niko wapi? Mimi tu niko hapa Marekani. So why ni fail? So nimejitahidi kadiri ya uwezo wangu, japo sio mkubwa sana kivile. Nimejitahidi kadiri ya uwezo wangu, nimepata vyombo, na vyombo hivi nahisi kwenye mwezi wa 4 vitakuwa nyumbani. Na vikienda nyumbani
basi vitafanya kazi ipasavyo. Kama gisi mnavyoona hapa na mic, ni mic zipo nyingi. Kuna mic ya utangazaji ya ile ya wireless ambao unaandikwa media pale, na kuna hii hapa ambayo niko nayo nyingine hapa ya nini wireless. Unaweza connect kwenye camera, alafu nakamata hapa unaweka hapa. Zipo nyingi kibao tu ambazo sisi nikaziweka hapa kwenye oh my goodness. Zipo nyingi tu. So kwa nikwambia tu kwamba zipo nyingi ambazo nimeandaa kama ile mic. Kwa hiyo mashabiki zangu, mashabiki ya Kaluta Zezeta, mashabiki wa Wazalendo Group, niwaambia kwamba vitu vinakuja Nyasuni mwezi wa 4. Wasanii wote wanatakiwa waanze kazi ipasavyo, na mtawaona wanafanya kazi vizuri sana, kwa sababu hawatakuwa na shida. Muda wote ambao watahitaji tuingie location, wataingia location. Muda wote Kaluta atasema kwamba right now I wanna do this, atafanya, kwa sababu ni kitu ambacho atakuwa yupo nacho mikononi. Anytime utamwona Kaluta anatoa comedy, Kaluta anatoa series movie, Kaluta anatoa hiki na media ipo. Kuna media yangu sorry, japo sija promote sana Afrika, lakini ipo. Kwa leo Kongo Baraka na Sebele, media ipo ya DMTV in USA ipo. So ilikuwa tu hajafika nyumbani. Kwa hiyo tutajitahidi kadiri wezavyo, na nyumbani pia itapeperushwa. DM kienda tu YouTube unaandika DMTV in USA utakuta. Lakini ilikuwa bado sija tafuta watangazaji, alikuwa ni mimi peke yangu nilikuwa nafanya tu mahojiano hapa Texas Fort Worth. So vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikwambie tu shabiki wetu, shabiki mwenzangu wa DMTV Production, DMTV in USA na DM Production Films, basi kaeni mkawa kula suni. Mtaona vitu vinaingia na mtaoneshwa, na kazi itaanza kama kawaida, na utamwona msanii wako pendwa ambao unampenda, ambao ni Kaluta Zezeta na mpinzani. Huyo hapo ana do it. Kwa hiyo mtamwona anafanya kazi kama kawaida. Niombe tu msamani sana kwa changamoto ya kwa kimya. Ni ukimya manake usiokuwa na kifani, yani manake ni fujo isiyo umeza. Kwa hiyo tupo kimya sana, lakini kuombe tu soon tutakuepo sawa kama kawaida. Japo si utasema nitanunua vyombo vya milioni 30, no. Hivyo vita manake tukihitaji kufanya kazi, hata kia $1,000, hata cha $2,000, hata cha 500 po kinafanya kazi. Sasa mradi tu ipeperushe bendera kadiri unataka wewe. So itasema huyo amenunua hiki, hapana, we can do that. So hatuna hapa kwa sababu ya beef itasema wasana Alexander TV amenunua hiki na mimi ninunua hiki. No, we can do that. So tunataka tupeperushe bendera ya DM Production Films na DMTV isikike duniani kote. Channel yetu ya DM Production Films na eneo isikike kama kina Baba Esma. You know what I mean? So kwa hiyo nikuombe tu kama wakula vitu vipo vingi, bado tunavyo-order vijakuja, lakini vipo. Kuna baadhi kama hapa ipo, kamera ile pale ambayo na record ipo, na zingine zipo ndani, mama ikizo hapo. So na vingine vipo. Kwa hiyo na kompyuta ipo kama kama mnavyoona hapa, kuna moja lakini ndani mna nyingine karibia 3 4. Kwa hiyo vitafanya kazi kama kawaida. Kwa hiyo nikombe tu mwana DMTV tayari kutufuatilia, na kama wewe unasema mimi na uwezo wa kuwa like mtangazaji, basi ngoje vyombo vikifika nyumbani nitakuelekeza sehemu, na tena nitapanda kwenye social media kama hii niseme kwamba kwa anayehitaji utangazaji wa aina yoyote ule, basi anahitaji amone musika kwa ajili ya mahojiano na kuwa mtangazaji. And then tutakapotuma vyombo tutahitaji watu kama vile like shooter tukamhitaji au unajua kushuti au unajua kuedit movie, na au na maana yake wewe unajua category yote ya shooting. So hiyo mtu tunaweza tukamhitaji zaidi, tufanye naye contract ili tuwe tunamlipa kwa mwezi.
kwa sababu popote pale, maana yake tukiandaa vyombo vyetu twende Dar es Salaam tunaenda naye, no tunavuka tunaenda Kongo tunaenda naye Kongo, no tunaenda Dodoma tunaenda naye Dodoma, kwa sababu pale Dodoma napo pana timu ambayo bado naiandaa pale. Kwa siku hizi mbili kitu kinaweza kutoka, lakini kitakuwa kwenye mtandao tofauti na uwapo wa DM Production Films. Wenyewe utakuwa kwenye mtandao, kwenye YouTube yetu ambayo inaitwa Baba Deus. Ile pale ndio account ambayo itatoka vitu ambavyo vitakuwa nafanyika pale Dodoma. Cause vitu kama hivyo, kwa ni kuombe tu kaa chonjo, kaa na sisi, endelea kutufuatilia, kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa notification zaidi. Bye.